Mambo ni vipi mwanafamilia wangu? Ni time nyingine poa tu unajoin pamoja hapa kwenye chaneli yetu ya Bongo Vibe TV kuweza kubadilishana na kujuzana yale mengi ya kimichezo ambayo yameweza kutufikia muda huu hapa. Na kubwa kuliko tunakwenda kutua pale kwenye mitaa ya Msimbazi Simba kwenda kuangalia kuhusiana na kile ambacho kinaendelea ndani ya klabu hiyo ya Simba. Kwa taarifa ambazo niko nazo hapa zinaeleza ya kwamba klabu ya Simba tayari wamekwisha weza kumalizana na kocha la kimataifa ambaye ana uwezo mkubwa, amepita kwenye vilabu mbalimbali kuanzia barani Afrika lakini pia barani Ulaya. Uwezo wake mkubwa wa kuvisaidia vilabu mbalimbali kufanya vizuri kwenye michuano mbalimbali ndicho ambacho kimeweza kuwavutia klabu ya Simba mpaka kumvuta kocha huyu hapa aweze kutua ndani ya timu yao hiyo. Kama ninavyofahamu, klabu ya Simba siku za hivi karibuni wametoka kutemana na aliyekuwa meneja wao mkuu Dimitri Pantev ambaye aliweza kujiunga ndani ya muda mchache. Kwa kumbukumbu zangu sidhani hata ameweza kumaliza miezi miwili tangu meneja huyu aweze kutua ndani ya viunga wekundu wa Msimbazi Simba. Sasa mara baada tu ya klabu ya Simba kutoa taarifa ya kutemana ama kumalizana na meneja huyo, mara moja walianza mchakato wa kuweza kutafuta mbadala wake ambaye atakuja kusimama kama kocha mkuu ndani ya kikosi hiko cha klabu ya Simba. Na miongoni mwa makocha ambao wameonekana wana uwezo mkubwa wa kuja kuisaidia klabu ya Simba ni huyu hapa ambaye jina lake ni Konaro hapa, na mimi nitakusogezea moja kwa moja kupitia hapa Bongo Vibe TV. Lakini kabla sijakujuza undani wa taarifa hii mwana michezo wangu, nikukumbushe kama wewe hii ndio mara yako ya kwanza unajiunga nasi alafu bado hauja-subscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yaliyoandikwa subscribe, basi nikwambie kiukweli wewe ulikuwa unapitwa na taarifa nyingi na zile nzuri za kimichezo ambazo sisi huwa tunakusogezea wewe kila siku kupitia hapa Bongo Vibe TV. Cha kufanya sasa hivi mwana michezo wangu, swala la muhimu ni moja tu, hakikisha unakwenda kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yaliyoandikwa subscribe, kisha kutani on notification ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata update zetu zote mpya zile za kimichezo ambazo sisi tunakusogezea wewe kila siku kupitia hapa Bongo Vibe TV. Taarifa zitakujia kwenye simu yako ya mkononi, au utakaa kuwaza tena utapata wapi taarifa mpya zile za kimichezo. Sasa kama tayari umekwisha weza kufanya hivyo, twende moja kwa moja tukatazamie kuhusiana na taarifa ambayo nimeweza kukujuza hapo awali juu ya kocha mpya ambaye klabu ya Simba wamekwisha weza kumalizana naye, na muda wote kuanzia sasa hivi anaweza kuja kutambulishwa ndani ya klabu hiyo ya Simba. Kama ninavyofahamu, klabu ya Simba wametoka kutemana na meneja wake mkuu ambaye alikuwa anasimama kama kocha mkuu ndani ya kikosi hiko cha klabu ya Simba, Dimitri Pantev, kufuatia mwenendo mbovu wa matokeo kwenye michuano ya klabu bingwa barani Afrika. Meneja huyo tangu aweze kutoa ndani ya viunga vya wekundu wa Msimbazi Simba aliweza kuiongoza timu hiyo ya Simba kwenye takribani michezo mitano, huku akiweza kupata ushindi kwenye takribani michezo miwili, akitoa sare mchezo mmoja, lakini pia akipoteza michezo miwili. Sasa kufuatia mwenendo mzima matokeo ambayo ameweza kuyapata kwenye michuano ya klabu bingwa barani Afrika, hususani kupoteza michezo miwili mfululizo katika kundi lao D kwenye michuano hiyo, imeweza kupelekea uongozi wa klabu ya Simba kufikia tamati, na meneja huyu Dimitri Pantev hatimaye kuweza kutoa taarifa kwa umma ya kwamba wameweza kuachana na meneja huyo kwa makubaliano ya pande zote mbili. Hivyo uongozi wa klabu ya Simba unaendelea kufanya mchakato wa kuweza kutafuta kocha mwingine ambaye atakuja kuchukua mikoba ya meneja huyo. Sasa za ndani kabisa ambazo zimeweza kutufikia muda huu hapa mwana michezo wangu kuhusiana na ishu nzima ya klabu ya Simba na kocha wao mpya ambaye watakuja kumtambulisha muda si mrefu kuanzia sasa hivi ninavyozungumza na wewe. Jina la kocha Francesc Atiga Cebriani mwenye umri wa miaka 49 ndiyo jina ambalo linatajwa sana kwenye mitaa ya Msimbazi pale Simba, ya kwamba atakuja kuchukua mikoba ya meneja Dimitri Pantev mara baada ya kuweza kufungashiwa vilago vyake. Kocha huyu ni wa kimataifa kutokea taifa la Uhispania ambaye amepita kwenye vilabu mbalimbali vikubwa kuanzia barani Ulaya, lakini pia kwenye timu za hapa barani Afrika na nchi za kifarume za Kiarabu. Kwa hivi sasa huyu ndiye kocha mkuu wa klabu ya Petro di Rwanda ambapo alijiunga nao msimu huu akitokea kwenye klabu ya Kiminki ya pale nchini Urusi.
Kwa hiyo ile pila lote ambalo Petro di Luanda alikuwa analionyesha kwa timu ya klabu ya Simba walipokuwa ugenini kwenye dimba la Benjamin Mkapa, mapishi yake yote yanapikwa chini ya kocha huyu hapa. Sasa klabu ya Simba kulingana na kitu ambacho amekiona kwa kocha huyu hapa, wameona hapa kuna kitu ambacho kitakuja kuongeza nguvu ama ufanisi katika klabu yao ya Simba. Kocha huyu aliwahi kuwa kocha wa vijana wa klabu ya FC Barcelona kutokea pale nchini Hispania kwenye ligi ya La Liga takribani kwa miaka 11 kuanzia 2010 hadi 2021. Lakini pia ukiachana na kupita kwenye virabu vikubwa, lakini pia kocha huyu ana leseni ya UEFA Pro. Kwa hiyo anaruhusiwa kusimama kwenye zile mechi za kimataifa kuanzia michuano ya kafu, lakini pia na hata michuano mingine. Sasa klabu ya Simba wameanza mazungumzo ya kuangalia uwezekano wa kumshusha kocha huyu aje kuchukua mikoba ya meneja Dimitri Pantev, ambaye kwa sasa hivi klabu ya Simba wamekushaweza kutemana naye muda wote. Taarifa kwa umma inaweza ikatoka kuhusiana na dili la kocha huyu hapa. Mimi nizo kusogezea hizi ni za ndani kabisa ambazo zimeweza kutufikia hapa kwenye dawati letu la Bongo Vibe TV, na sisi tukaona tukusanue kidogo wewe mwanamchezo wangu uweze kufahamu yale yanayoendelea ndani ya timu ya Simba kuhusiana na mustakabali mzima wa kocha mpya ambaye anatazamiwa kuja kutua ndani ya kikosi hiko hapo. Kwa sasa hivi klabu ya Simba ipo chini ya kocha Suleiman Matora ambaye anasimama kama kocha mkuu, huku mchakato wa kumleta mbadala wa Dimitri Pantev ukiendelea kufanywa kazi kama nilivyokujuza hapo awali. Klabu ya Simba watakwenda kucheza michezo miwili ya ligi kuu kuanzia siku ya tarehe 4 Disemba. Kikosi cha klabu ya Simba kitakuwa chini ya Suleiman Matora akikiongoza kwenye michezo hiyo miwili ya ligi kuu kabla ya kwenda kwenye mapumziko kupisha ile michuano ya AFCON pale nchini Morocco inayoanza mwezi huu hapa Disemba. Ni yapi maoni yako mwanamchezo wangu? Njoo tuandikie kupitia sehemu ya comment, bila kusahau jambo la muhimu kuliko yote cha kufanya sasa hivi ni kwenda kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yaliyoandikwa subscribe, kisha kutane on notification ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata update zetu zote mpya zile za kimichezo ambazo sisi tunakusogezea kila siku kupitia hapa Bongo Vibe TV.